Habari za usiku, karibu sana kwenye Mshike Mshike. Mimi ni Kennedy Moses. Shirikisho la soka Tanzania TFF limetangaza rasmi kwamba mchezo wa nusu fainali kombe la shirikisho la CRDB Bank kati ya Simba na Coastal Union Juni 20 mwaka huu utachezwa katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid Arusha, na ule wa Azam FC dhidi ya Young Africans Juni 21 mwaka huu utapigwa katika uwanja wa CCM Kirumba jijini Mwanza. Afisa habari wa TFF Clifford Marion Nimbo amezungumza nasi kuhusu ratiba hiyo. Coastal Union wamefanikiwa kwenda kwenye hatua ya nusu finali. Young Africans wamefanikiwa kwenda kwenye hatua ya nusu finali. Azam FC wamefanikiwa kwenda kwenye hatua ya nusu finali pamoja na Simba Sports Club. Hizo ndio timu ambazo zimekwenda kwenye hatua ya nusu finali. Lakini pia sasa tunaitazama nusu finali yenyewe ambayo inatumia viwanja huru kwa maana ya neutral grounds, na tayari viwanja tumekwisha weka bayana. Kuna nusu finali ambayo itachezwa Sheikh Amri Abeid Kaluta pale Arusha, ambayo itakuwa ni nusu fainali itakayochezwa tarehe 20 ya mwezi Juni, ambayo itawakutanisha Simba Sports Club dhidi ya Coastal Union. Lakini nusu fainali nyingine itakuwa inachezwa tarehe 21 ya mwezi Juni, ambayo itawakutanisha Azam FC dhidi ya Young Africans, ambao wao watacheza kwenye uwanja wa CCM Kirumba pale jijini Mwanza. Kwa upande wa mabingwa watetezi wa kombe la shirikisho la CRDB Bank, Young African Sports Club, wao wamesema wanalitaka tena taji hilo, huku wakifanya maandalizi kabambe ya kuikabili Azam FC katika mchezo wa nusu fainali ya mashindano hayo. Sisi tuna malengo ya kutetea ubingwa wa kombe hili la shirikisho, na ukishakuwa na hayo malengo kutetea ubingwa, hautakiwi kuwaza unakutana na nani kwenye njia yako, unawaza unakwenda kuchukua vipi taji lako. Kwa hiyo sisi, angekuja Azam, angekuja Mashujaa, angekuja timu yoyote, tuko tayari kucheza nayo, kwa sababu malengo yetu sisi sio hizo mechi. Malengo yetu sisi ni kwenda kutetea ubingwa ambao tuko nao. Tunaamini utakuwa mchezo mzuri, mchezo wenye mvuto, quality ipo kwa timu zote mbili. Watakao kuwa bora siku hiyo, ambao kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu atujalie tuwe sisi bora, tutapata matokeo mazuri, alafu tutadumbukia hatua ya fainali. Kwa hiyo malengo ya Young Africans ni kuchukua ubingwa tena wa kombe la shirikisho. Hatuna option nyingine, ni kuchukua ubingwa. Kwa hiyo kama amekuja Azam mbele, alhamdulillah, tutakwenda kuzima naye. Meneja wa habari na mawasiliano klabu ya Young Africans Ali Kamwe akizungumza nasi. Mrudi zungumza na Philip Nkini, mchambuzi wa masuala ya soka, kuweza kusikia mtazamo wake kutoka kwake. Philip, karibu. Asante kaka. Mambo yanaenda? Safi, mambo yanaenda. Sio? Tumeona tayari viwanja vimeshatangazwa. Tunafahamu nusu finali 8 na 8 watakutana. Sheikh Amri Abeid Arusha ni Coastal dhidi ya Wekundu wa Msimbazi Simba, lakini ukiacha hilo Young Africans watakuwa mzigoni pale CCM Kirumba Mwanza. Tumewatazama Young Africans na kile ambacho kimezungumzwa na meneja wa habari na mawasiliano kutoka upande huo. Kwanza tu mechi kupigwa Kirumba, hii inakwenda kufanya ugumu ama wepesi wa mchezo kuwa kwa namna gani? Kwanza, jambo la kwanza lazima upongeze mamlaka kwa kutangaza hivi viwanja mapema. Nyuma alikuwa kuna malalamiko kwamba viwanja vya nusu finali wanachelewa kutangaza. Sasa hivi wametangaza mapema. Kwa hiyo na maana Azam wanajua anaenda wapi, Simba anaenda wapi, Yanga anaenda wapi. Pamoja na Coastal wanajua kwamba mechi yao wataenda kucheza wapi. Kwa hiyo hili ni jambo zuri. Hii ni mechi, ni sehemu ambao wote wameenda. Ukizungumzia uwanja wa CCM Kirumba, ameenda Yanga msimu, ameenda Azam msimu, lakini kwenye wale ambao tumetazama kwenye picha ya kawaida, unaona jinsi ambavyo uwanja wake una pichi nzuri ambayo inavutia. Kwa hiyo ni sehemu sahihi iliyochaguliwa, na ni sehemu ambayo inaenda kutoa ule ushindani haswa ambao upo, kwa sababu timu zinazokutana hakuna ambao anaweza kusema kwamba amemtambia mwenzie msimu huu. Mpaka sasa hivi unaona ya kwamba wakikutana bato inakuwa ni kila mmoja anapambana kuhakikisha atafute ushindi, lakini anashindwa kushinda kwa sababu mechi yao ya ligi imemalizika kwa sare. Wana mechi nyingine ambayo nafita kwa ni siku chache baada ya kumalizika mchezo huo wa FA. Sasa kama wataamua zote zitapigwa pale pale Mwanza, au wataamua watarudi Dar es Salaam, yatakuwa ni maamuzi yao, lakini ni mechi nzuri na uwanja uliochaguliwa ni uwanja bora zaidi. Najaribu kuangalia pia ukitazama Coastal wameshafika kwenye hatua kubwa mpaka fainali. Lakini kuna namna kuelekea mchezo huu wanatazama pia kwa jicho la tatu, kwa sababu hii pengine ndio nafasi ya pekee ya wao kurejea kwenye anga za kimataifa. Ni kwa namna gani unadhani wanaweza wakampa mechi ngumu mnyama Simba? Kwangu mimi nafikiri huu ni mchezo mgumu, kwa sababu kiacha kwamba Simba alipata ushindi kwenye mechi yao ambao walikutana ya ligi, lakini msimu uliopita Coastal ilikuwa ni timu ambayo iliwazuia Simba kuchukua ubingwa, kwa sababu ni timu ambayo walitoka nayo sare na mchezo ambao Coastal walitawala kwa sehemu kubwa. Umeona jinsi ambavyo wamecheza na Singida,
unaona ya kwamba performance yao kila siku inazidi kubadilika. Cheza na Singida kimkakati sana, na wakiwa wanaamini ya kwamba wana nafasi kubwa ya kushinda, na walikuwa wana uwezo wa kushinda kwenye dakika 90 zile za mchezo kabla hata hawajafika kwenye mikojo ya penalti. Kwa hiyo nafikiri ni timu bora ambayo inaenda kucheza na timu bora, wana uwezo wa kufanya hivyo, na inaweza ikawa ndo nafasi yao ya watu wa Coast kwenda kwenye michuano ya kimataifa kwa msimu ujao. Najaribu kuangalia namna ambavyo finali itakuwa. Unaiona Kariakoo Derby kwa mara nyingine au tuendelee kusubiri? Ni muda wa kusubiri kwa sababu Azam ameonyesha performance bora sana msimu mpaka sasa hivi. Lakini pia Coast Union ameonyesha performance bora. Huwezi kuwaondoa kwenye hatua hii kwa sababu kila anayefika nusu finali ina maana ni timu bora. Lakini kama ikitokea wameenda wote finali Simba na Yanga, ina maana itakuwa ni mara ya kwanza kwa kipindi cha hivi karibuni tunaziona dabi 5 zikichezeka hapa nchini. Sijui itapangwa kwenda kucheza wapi, lakini ni moja ya kitu ambacho nafikiri mashabiki wengi zaidi wanasubiri. Lakini pia kwa sababu wakati hayo pia yanaendelea, Azam FC anasema haijaisha mpaka iishe. Walimalizana pengine walimalizana vibaya. Azam FC ana kisasi cha Muungano siku chache zilizopita kwamba bana nilikuwa namtafuta Muungano, shughuli haikuisha na mtaka tena. Ndio hicho ninachokuambia kwamba hata hiyo mechi yenyewe Muungano ambao unasemea ilikuwa bora sana kwa timu zote mbili. Lakini ukija kwenye ile bato ya ligi unaona jinsi ambavyo walikimbizana na kila mmoja alionyesha ubora wake. Ni timu ambazo zimepoteza mchezo hivi karibuni, zinaenda zikiwa na rekodi yake kwamba zimepoteza mchezo mmoja tu kwenye ligi mpaka sasa hivi, lakini timu ya kwanza na timu ya tatu kwenye msimamo. Kwa hiyo ni ngumu kusema ya kwamba unaweza kumpa nani nafasi ya kwenda hatua inayofuata. Mimi bado naamini yoyote kati ya hawa ambao atachanga karata zake vizuri ana nafasi nzuri zaidi ya kwenda kwenye hatua ya finali. Fanye vyema kwenye michuano hii. Hem, tuangalie maoni yako uliotuandikia kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii kupitia Facebook na Instagram. Swali letu lilikuwa linahoji CRDB Bank Federation Cup, Simba dhidi ya Coastal, Azam FC dhidi ya Yanga. Je, ni timu gani unazipa nafasi za kutinga nusu finali na kutinga finali na kwa nini? Tuangalie kile ambacho umetuandikia kupitia kurasa zetu, tukianza na Instagram pamoja na Facebook, tuone nini ambacho umetuandikia huko kutokana na swali hili ambalo liko linahoji. Tuanze na Instagram, Azam TV Sports, anaitwa Rogers Mwachali, Roger Moore anajitaifa, anasema kutoka Mpwapwa, na hiyo na finali ya Simba na Yanga sababu ndio timu zilizoonyesha uwezo mkubwa, ingawa Yanga ana maswali ya kujibu dhidi ya Azam FC. Lucas Kaistas anasema kutoka Mbezi Beach, finali itakuwa ni Simba dhidi ya Azam FC, sizioni Coastal wala Yanga kufika finali kutokana na ubora wa sasa wa Simba na Azam. Lakini Lucas Msalangi anasema from Kilinda Kona Katavi, Yanga na Simba nazipa nafasi ya kutinga finali, maana hawa ni wa moto sana kwa sababu wote wana chachu na hii kombe, ukizingatia Yanga wanataka kutetea huu ubingwa. Ni maoni yake, lakini tukazama pia ukurasa mwingine na sasa ni Facebook, tuone kile ambacho umetuandikia huko. Huyu anaitwa Emmanuel Mtinya anasema Simba Sports Club, Coastal Union, Azam FC na Yanga zote zina uwezo wa kutinga finali kutokana na ubora wa vikosi walivyo navyo, namna zilivyofanya vizuri hadi hatua hii. Simba na Yanga wanaonekana kuwa na nafasi zaidi kutokana na uzoefu. Mashindano ya mtoano yana ushindani mkubwa na kitu chochote kinaweza kutokea. Ramadhan Haruna Abdallah yeye anasema Coastal Union nampa nafasi kwa sababu amecheza haya mashindano na timu kubwa na kutoa changamoto. Simba hajafanya vizuri kipindi kirefu, anaishia hizi hatua. Na Azam nampa nafasi kwa kuwa Yanga ana pressure ya ligi ya NBC, atamwachia Azam FC ili Azam FC imwachie ubingwa wa ligi kuu ya NBC. Haya, John Kashingo yeye anasema from Murambo Tabora, mimi binafsi natamani watani wakutane, lakini mpira uheshimiwe kwa sababu timu zote hazijafika kwa bahati mbaya, bali ni kwa uwezo wao. Yupi amekuvutia zaidi? Amenivutia alozungumzia kuhusiana na mechi ya Yanga na Azam, akiamini ya kwamba Yanga anaweza akafuzu finali alafu akamwachia. Lakini na of course kutakuwa kuna tofauti kama ya siku 3 kwa sababu kutoka kule Mwanza wanapumzika siku 2-3, kuna dabi nyingine. Kwa hiyo itakuwa ni tunasema Dar es Salaam dabi ndani ya siku zisizozidi 5. Kwa msimu huu tutakuwa tumeshuhudia Kariakoo dabi ndani ya kipindi ambacho hakijazidi siku 5 na Dar es Salaam dabi ndani ya kipindi ambacho hakijazidi siku 5, ambazo ni mechi zina maamuzi tofauti. Huyu anahitaji kombe la CRDB kwenda finali, huyu anahitaji kuwania kwenye mbio za ubingwa. Lakini cha kukumbuka ni kwamba kuna shabiki mmoja amezungumzia kuhusiana na Yanga. Yanga huu ni msimu wao wa 5 mfululizo, wanaendelea kucheza mashindano bila kupoteza. Kwa hiyo wameshachukua ubingwa mara 4 mfululizo, hizi hatua hapa wamefika mara 5 mfululizo. Kwa hiyo wana uwezo wa kufanya vizuri zaidi kwa sababu ya rekodi ambayo inawabeba. Lakini pia kwa Azam tayari alishachukuaga ubingwa, kwa hiyo ana nafasi pia naye ya kuonesha kwamba anahitaji tena kuchukua kombe. Mimi nilikwambia kuanzia mwanzo, msimu wa Azam wakimaliza hawana kombe lolote,
wataenda kujiuliza sana, kwa sababu wana timu bora sana kwenye msimu wa ligi. Sio. Shukrani sana. Tupata sababu nyingine kujadili mengi zaidi. Ni Philip Nkini, mchambuzi wa masuala ya soka, nikizungumza naye kuhusiana na kile ambacho tulikuwa tunakigusia hapa, fainali pamoja na nusu fainali ambayo ndio hatua iliyopo sasa kwenye kombe la shirikisho la CRDB Bank. Mbali na hilo, tutazame lingine. Timu ya Young Africans ipo kwenye maandalizi ya mchezo wa ligi kuu NBC dhidi ya Singida Black Stars utakaochezwa Ijumaa, yani Juni 22 katika uwanja wa KMC Complex Dar es Salaam. Meneja wa habari na mawasiliano wa klabu hiyo ya Young Africans Ali Kamwe amesema hawana kingine zaidi ya kutafuta ushindi tu siku hiyo. Mwalimu Molin ametoa siku 2 za watu kupumzika. Kesho tutakuwa na training session hapa KMC. Baada ya hapo tutaelekea kambini Avic Town kujiandaa na mazoezi ya hizo siku 2 ambazo zimebaki kuja siku ya Ijumaa ambayo itakuwa na mchezo dhidi ya Singida. Singida ukiwatazama, wao pia wana malengo yao ya kutaka kufuzu kombe la shirikisho. Wanaitafuta nafasi ya 4. Na hivyo wametolewa kwenye kombe la shirikisho huku, maana yake hawana option nyingine ya kucheza kimataifa zaidi ya kushika nafasi ya 4. Kwa hiyo utakuwa mchezo mgumu, mchezo ambao utatuhitaji wanayanga wote. Na hii ni muhimu niiseme. Hapa tulipofika sasa hivi hapa, Yanga tuna mechi 9 tu kutetea makombe yetu mawili. 9 tunazo mkononi. Sasa kama wewe ni mwana Yanga ambaye umejikita kwenye uchambuzi wa WhatsApp, umejikita kwenye uchambuzi wa comments, hatukuhitaji muda huu. Muda huu tunataka wanayanga wapambanaji. Tunataka wanayanga ambao watakuja kwa wingi viwanjani kuja kusimama na wachezaji wao tupate matokeo mazuri. Na inaanzia mechi na Singida. Yaani mechi zilizobakia hapa, ukisinzia kidogo tu shughuli imeisha. Ukisinzia kidogo tu mambo yanabadilika kabisa. Ukisinzia kwenye ligi mpinzani atakupita, ukisinzia kwenye kombe la CRDB huku mpinzani anakutoa kwenye mashindano. Tukisalia hapo, baada ya mkataba wa ujenzi wa uwanja wa Young Africans kati ya klabu hiyo na kampuni ya GSM kusainiwa, hatimaye timu ya wataalamu imeanza kazi leo. Kubwa ni kufuatilia vibali vya ujenzi kutoka serikalini. Haya yamethibitishwa na meneja wa habari na mawasiliano wa klabu hiyo Ali Kamwe. Baada ya nukta ya mpira kuna nukta ya uwanja ambao peke yangu ndio nazungumzia mradi wa uwanja. Wengine wanaweza kuzungumzia miradi mingine. Mfano kama ndugu yangu Hussein Diego kule Coast, baada ya mpira anaingia kwenye Baikoko. Hana shughuli nyingine ya kuzungumza. Mimi nazungumza stadium. Sasa ikifika muda wa stadium ikikupendeza, muwe mnanitambulisha kama engineer Ali Kamwe, kwa sababu tunaingia kwenye miradi ya uinjinia sasa hivi. Kwenye usemaji na kuwa mwenyekiti. Ukiswala la uwanja tu niulize kwa title ya engineer Kamwe, unaonaje jambo la uwanja? Sasa kama engineer Kamwe, naomba nikujibu kwamba mradi wetu wa uwanja ambao tumesha saini makubaliano pale ya ushirikiano kati ya Yanga na GSM, na jambo lilikuwa wazi, kila mtu kaona. Mradi umeanza siku ile ile baada ya kusainiwa, na hatua zinazoanza pale ni hatua za kutafuta vibali sasa vya kuanza ujenzi. Siku ya Ijumaa tulisign, alafu Jumamosi, Jumapili pakawa pana off. Jumatatu ambao ni leo, timu yetu ya wataalamu imekwenda kupatia vibali. Wakati huo huo kuna timu nyingine ya wataalamu imekutana kutengeneza kampuni ambayo rais wa klabu alisema pale ambayo itakuwa ina own uwanja wenyewe. Kampuni hiyo itakuwa na board of directors kutoka Yanga na kutoka GSM. Sasa tukishamaliza hiyo process, vibali vimekuja, greda zinaingia pale. Kwa hiyo mchakato unakimbia. Niliwaambia siku ile mchakato huu ambao anautaka boss GSM anataka ukimbie kwa speed ya Kipchoge, yani uwe hivi. Kila siku kuna jambo linafanya. Kwa hiyo niwaambie wana Yanga tujiandae. Rais amesema ni miezi 18 mpaka 24 tutaanza kwenda kushuhudia mechi kwenye uwanja wetu. Nao Singida Black Stars ambao wamesalia jijini Tanga kwa ajili ya kujiwinda kuikabili Young Africans wamesema wamejipanga vilivyo kuhakikisha wanapata alama 3 katika mchezo wao wa ligi kuu ya NBC. Huyu hapa ni afisa habari wa timu ya Hussein Masanza akizungumza na Mshike Mshike hii leo. Tarehe 22 tutashuka dimbani tukiwa wageni wa mchezo huu, mechi ambayo itachezwa katika uwanja wa KMC saa 10 za jioni. Kikosi kinasafiri kutoka Tanga kuja Dar es Salaam kwa ajili ya kujiandaa. Tukitazama muda uliobaki sasa hivi ni siku chache tu. Kwa hiyo kitafika Dar es Salaam tarehe 18 na kuanza maandalizi yake. Kisha tarehe 19 na 20 kitaendelea na maandalizi mpaka pale ambapo tutafanya maandalizi ya mwisho kwa ajili ya mchezo huu muhimu. So
tunaomba mashabiki wa soka na mashabiki wa Singida Black Stars ambao wako jijini Dar es Salaam, hii ni mechi kubwa. Ni mechi ambayo tunaenda tukicheza tukijua tunacheza mechi ya namna gani kulingana na mpinzani wetu ambaye tunakutana naye. Lakini ligi ya sasa hivi haitabiriki. Mechi zote ambazo zinachezwa huwezi kutabiri mshindi. Juzi tuliwakaribisha Dodoma Jiji kutumia uwanja wetu wa nyumbani Airtel Stadium na wakapata matokeo dhidi ya Young Africans. Kwa hiyo kwenye mpira wa miguu hakuna linaloshindikana. Tunaamini hii ni fursa nyingine kwa wachezaji wetu kwenda kupambana kutafutia matokeo ya ushindi. Huu ni Mshike, endelea kuwa nasi. Asante kwa kusalia hapo. Kikosi cha Pamba Jiji FC kimeendelea na mazoezi hapa Dar es Salaam kujiandaa kuivaa KMC katika mchezo wa ligi kuu NBC utakaochezwa Jumatano hii katika uwanja wa KMC Complex Dar es Salaam. Kocha mkuu wa timu hiyo Francis Baraza pamoja na klabu ya KMC FC itamkaribisha Pamba Jiji FC Mei 20. Klabu ya Pamba Jiji imeendelea na mazoezi yake ya mwisho ili kuhakikisha wanavuna alama 3 kwenye mchezo huo utakaopigwa katika dimba la KMC Complex saa 12:30 jioni. Timu yangu mimi sijawahi panga mazoezi yangu ati ya kukaa nyuma. So timu yangu nitaituma tuende mbele tushambulie wakati tuna mpira, turudi nyuma tu defend tukiwa tuna mpira. So ni vitu viwili tu. Once tuna mpira tu attack, once hatuna mpira tu defend kama timu. Na nafikiri hilo ndio kwa vijana wangu. So mashabiki wote ama wapenzi wote wa soka, wadau wote watarajie waje waone mpira mzuri, mpira wa kuattack. Tukiwa na mpira tuta-attack, tukiwa tumepoteza mpira tuta-defend kama timu. Sisi malengo yetu ni kuhakikisha tunapata point 3 na tunaenda kuzifanyia kazi kuhakikisha tupo ndani ya malengo yetu ya KMC watakavyokuja kwa namna yoyote. Sisi malengo yetu ni kupata point 3. Naamini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tutazipata inshallah. Nacho kikosi cha Fountain Gate FC kimejichimbia mkoani Morogoro na kuendelea na mazoezi ya kujiandaa na mchezo wa ligi kuu NBC dhidi ya JKT Tanzania utakaochezwa Alhamisi hii katika uwanja wa Meja Jenerali Samuyo. Kocha mkuu wa Fountain Gate FC Fred Felix Minziro pamoja na wachezaji wake wameeleza utayari wao kuelekea mchezo huo. Wanafahamu bado hatuja kwenye position nzuri sana wakati kwa kati, lakini kikubwa ni kwamba tunapambana kuhakikisha kwamba tunatoka chini kwa sogea juu. Kikubwa washabiki wetu bado waendelee kutuombea dua kwamba tuhakikishe kwamba timu yetu ya Fountain Gate tunafanya vizuri. Hicho ni kikubwa. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kile ambacho anazidi kutujalia mpaka kufikia wakati wa saa hizi. Tuna mchezo wetu kuelekea dhidi ya JKT. Wachezaji kama unavyoona tupo kwenye maandalizi ya mwisho kabisa kuelekea mchezo wetu. Morali yetu iko juu na tupo tayari kwa kufanya vizuri katika mchezo unaofuata. Wazidi kutusupport kwa sababu ligi bado, mechi bado zipo zimebakia. Kwa hiyo sisi tunawaahidi ushindi katika mechi ambazo zimebakia na tunawaahidi pia performance nzuri. Kama unavyoona ushindani sasa hivi ni mkubwa. Kwa upande wa afisa habari wa timu hiyo Issa Mouzi ametamba kwamba hawana uchaguzi mwingine zaidi ya kuichapa JKT Tanzania na kuchukua alama 3. Haijawahi kuwa rahisi kucheza na JKT Tanzania kwenye uwanja wao wa Meja Samuyo. Na sisi hatuna bahati nzuri. Mara zote tumekuwa si watu wenye nyakati nzuri tukicheza na JKT Tanzania. Nadhani huu ni wakati wa sisi kuwaonyesha Watanzania kwamba tunaweza tukafanya vizuri dhidi ya timu hiyo ambayo kwa misimu miwili sasa imekuwa na mwendelezo mzuri. Na tunakwenda kwenye nyakati ambayo ni mwisho mwa ligi, michezo inazidi kupungua. Kwa kila mchezo unapaswa kuwa ni mchezo muhimu na kila mchezo unapaswa kuwa ni mchezo ambao unajitoa zaidi ya michezo mingine iliyopita ili kuweza kufanya vizuri. Vijana wameahidi kwenda kupambana kwa sababu wote wako sawa, wako vizuri na faida nyingine kwetu sisi ni namna ambavyo kocha Fred Felix Minziro amekishepu kikosi, amewashepu vijana na kuwaonyesha nini wanatakiwa kukifanya kwenye mechi zilizosalia. Tunakwenda kupigana kufa na kupona, tunakwenda kupambana kwa namna yoyote itakavyokuwa ili tuweze kufanya vizuri kwenye huo mchezo. Kwa mashabiki wetu ambao wako Dar es Salaam, kwa wapenzi wetu ambao wanatufuatilia kwenye mechi zetu zote, basi tunawaomba watuunge mkono, watushike mkono, watuombee dua kwa wale ambao wako mbali ili vijana waendelee kuwa hivi na morali hii kuelekea kwenye huo mchezo. Akili zetu zote tumezielekeza kwenye huo mchezo, malengo yetu yote ni kwenye huo mchezo kwa sababu tunaiona
ndio mechi ambayo inakwenda kubadilisha mazingira mazima kwenye msimamo wa ligi kwetu sisi Fountain Gate, na kuendelea kuyakimbizia ama kuyakimbiza yale matarajio na mipango ambayo tumejiwekea kwenye hizi mechi ambazo zimesalia. Nao wachezaji wa zamani wa Yanga na Simba, Bakari Malima maarufu kama Jembe Ulaya na Mohamed Banka, wamesema safari hii mbio za ubingwa wa ligi kuu NBC ni ngumu zaidi, na atakayecheza karata zake vizuri katika mechi hizi zilizosalia atatwaa taji hilo. Msimu huu ina upinzani mkubwa sana, lakini naona kilichotokea msimu uliokwisha ndicho kinaenda kutokea kwa msimu huu. Kija kaangalia kwa sasa hivi Yanga Afrika wanaongoza kwa tofauti ya alama 2, na nzuri au mbaya unaweza ukasema kwa Yanga Afrika kwa sasa hivi Simba yuko kwenye fomu ya hali ya juu sana. Sasa nadhani ni kipindi cha Yanga Afrika kuzichanga karata zao vizuri kama wanataka kuendelea kutetea ubingwa huo. Kuna baadhi ya timu zimeimarika sana, especially niseme kwenye Simba kwenye mechi hizo tokea walipocheza na Yanga Zanzibar na kabla mechi fulani, naona sasa hivi kama kikosi kimeimarika zaidi. Mwalimu kafanya vitu vikubwa sana kwenye timu ya Simba, kwa sababu hata ukienda uwanjani sasa hizi una tena ile wasiwasi kwamba leo sijui tutatoa draw ama, lakini unaona kabisa kwamba leo timu inaenda kushinda. Kwa hiyo timu pia nyingi zimeimarika za mikoani za wapi. Mo Banka miongoni mwa nyota waliowaka kwelikweli kipindi hicho. Niungane na Philip Nkini, mchambuzi wa masuala ya soka, kuweza kuzungumza naye kuhusiana na hilo. Bana, hizi karata zinazozungumzwa za mechi za ligi kuu ya NBC, mechi zilizosalia ni baadhi ya hizo mechi ni pamoja na hizi ambazo kila mmoja atakuwa na nafasi ya kujitafakari kuona anamaliza vipi ligi kuu ya NBC. Na ratiba ni kama ilivyo, kama ambavyo naona Jumatano, yani Mei 20, TRA United watakuwa mzigoni wakipiga dhidi ya Mtibwa Sugar, lakini pia KMC wao watakuwa mzigoni wakipiga dhidi ya Pamba Jiji. Wakati haya yanaendelea, pia Dodoma Jiji wao watakuwa mzigoni dhidi ya Mashujaa. Tuanze na TRA, wanapambania top 4 hao. TRA amekuwa na fomu nzuri, pamoja na kwamba ampoteza mchezo wa shirikisho jana, lakini fomu yake kwenye ligi ni nzuri. Ana uwezo wa kumaliza kwenye nafasi 4 bora, sababu wanaoshindana nao wamekuwa na matokeo ya kupanda na kushuka. Kwa kama atafanya vizuri kwenye mchezo dhidi ya Mtibwa, nafikiri atakuwa na nafasi hiyo. Lakini pia kwa Mtibwa naye ana pressure, kwa sababu bado hajawa sehemu salama sana kwenye ligi. Anahitaji kuendelea kupata matokeo ili kujiweka salama. Kwa hiyo nafikiri ni mchezo ambao utakuwa na mvuto wa aina yake. TRA wakiwa nyumbani wanafanya vizuri zaidi kuliko ambavyo wanavyoenda ugenini. Lakini kwa Mtibwa umeona matokeo yao yamekuwa ya kupanda na kushuka wakiwa nyumbani na wakiwa ugenini. Kwa hiyo lolote linaweza kutokea kwenye huo mchezo. KMC na vijana wa Francis Barasa. KMC ana pointi 9 sasa hivi. Kimtazama alipo anatia huruma, kwa sababu hali yake nafikiri sio nzuri sana. Anahitaji michezo miwili tu kuwa na uhakika kama ana uwezo wa kubaki kwenye ligi au vipi. Zungumza uhalisia, achana na uchambuzi, zungumza uhalisia. Sasa uhalisia huwezi kumuondoa kwa sababu bado ana uwezo wa kubaki. KMC ana pointi 9 afu anawania pointi 21. Kwa hiyo anaweza kufikisha pointi 31, anaweza kuja kukaa mpaka kwenye nafasi ya 10 kwenye msimamo kutokana na wale jinsi ambavyo walivyo. Lakini kwa sababu hapati matokeo kila siku, ukiangalia anaendelea kupoteza, unaanza kupata wasiwasi kama anaweza kubaki. Lakini kumzungumzia kwamba ameshashuka ni uongo. Kwenye uhalisia na kwenye uchambuzi yote unayaweka hivyo. Pamba anahitaji kupata hizo pointi kwa sababu naye anawania nafasi hiyo ya 4 ambayo ulikuwa unasemea. Ukiona Pamba jinsi wanavyokuja wanaenda vizuri. Kwa hiyo nafikiri ni mchezo ambao mashabiki kama wanataka kutazama mchezo mzuri waangalie matarajio mawili tofauti. Nimeona Dodoma, hivi uwanja wa Jamhuri Dodoma nadhani umefunguliwa, nimeona taarifa, sio? Tutazame tarehe 21 mambo yatakuwa vipi. JKT Tanzania dhidi ya Fountain Gate. Mechi nzuri. JKT pia anapambana na Singida kwenye ile nafasi ya 4. Ukiangalia gap lao, kama Singida akipoteza kwa Yanga, JKT akishinda, ina maana JKT atavuka kwenda kukaa kwenye ile nafasi. Kwa hiyo ni mchezo ambao una mtego kwa Singida. Fountain Gate anahitaji kushuka kutoka kule chini. Ameshatoka, anaanza kusogea kidogo, lakini ni mchezo mwingine ambao anahitaji angalau kupata point ili kuanza kujiondoa kule kwenye ile hatari ya kushuka. Simba naye anaenda Mkokwani. Simba anaenda kucheza na Coast ambao wanakuja kucheza nao pia mchezo wa shirikisho. Kwa kwani Simba amekuwa akipata matokeo mazuri zaidi kwa Coast kuliko anavyokuwa Dar es Salaam. Kwa hiyo nafikiri ni mchezo mwingine ambao una maswali mengi. Coast Union sasa hivi unaona mashabiki wao wamerudi, wanahitaji ushindi. Kama kutazama mchezo dhidi ya Singida, walikuwa mashabiki wengi sana na support kwenye timu yao. Kwa hiyo Simba anahitaji hizo pointi kwa sababu anahitaji pia kuwapa pressure Yanga ambao
wanaongoza kwenye ligi sasa hivi tofauti pointi 2. Kwa hiyo bila kushinda hapa ina maana hakuna chochote tutakachokifanya. Coast Union bado hajaondoka kule chini na yeye anahitaji kuendelea kupata pointi ili asogee juu kidogo. Kwa hiyo ni mchezo ambao una matarajio mawili tofauti. Hai, bwana, mambo ndivyo yalivyo. Tuangalie tarehe 22, naona kuna Namungo pia na Mbeya City, lakini tarehe 22 Young Africans dhidi ya Singida, Azam na Tanzania Prisons. Mechi ya kisasi Azam na Tanzania Prisons. Azam na Tanzania Prisons mechi ina maswali mengi zaidi. Azam anakuwa nyumbani, sehemu ambayo hajaruhusu goli lolote msimu huu. Trendi yake imekuwa nzuri sana hiyo kwa michezo ya nyumbani. Mchezo wa Yanga na Singida mara nyingi Yanga amekuwa akipata ushindi bila pressure sana. Kwa hiyo sijui huu utakuwaje, kwa sababu Singida anahitaji nafasi ya 4, lakini pia Yanga unaona ni mchezo ambao anatakiwa kushinda ili kurudisha imani kwa mashabiki baada ya kupoteza mechi iliyopita ile ya ligi, lakini pia kuendelea kuongoza kwenye msimamo wa ligi. Lakini msemaji Hussein Masanza amesema wanazitaka alama 3 dhidi ya Yanga. Wanaweza wakawa wanazitaka, lakini wakati mwingine wakazidiwa uwezo uwanjani. Kwa hiyo kila mmoja anaweza akawa ana kwake anachokisemea, kwa sababu hata Yanga nao wanazihitaji hizo pointi 3 hivyo hivyo. Najaribu kumwangalia Young Africans dhidi ya Singida kama ambavyo umegusia. Mechi iliyopita waliocheza pale Airtel Stadium, Singida kipindi cha kwanza ndio amesharuhusu magoli 3. Wapi unadhani alikuwa amekwama zaidi ambapo unaona pengine anaweza akaja tofauti awamu? Mimi nafikiri Singida mara nyingi kwenye uhalisia amekuwa serious sana akicheza na timu zingine. Yaani ukitazama hata ile mechi ilikuwa kuna maswali mengi sana kuhusiana na kikosi jinsi ambavyo kimepangwa, sijui nani yupo nani ya kuepo. Ni mechi ambayo Singida sana anatakiwa kujiuliza yeye ya kwamba anahitaji hizi pointi 3 ili kumaintain nafasi yake ya 4 au hazihitaji. Kwa hiyo zimebaki mikononi mwake yeye. Lakini kwa Yanga pia nafikiri kwake naye pia sio mechi rahisi. Kwa hiyo ataenda kuhakikisha kwamba anapambana. Ukimsikia msemaji wa Yanga alivyosema, amesema ya kwamba ni pointi za kuwania sasa hivi, kila pointi unaenda kuzikimbilia. Lakini cha kukuambia ni kwamba kulikuwa kuna maswali pia kwenye mechi ambayo wanacheza Yanga na Dodoma. Watu wanasema Dodoma hajawahi kushinda dhidi ya Yanga, hata sare hajawahi kupata, lakini tumeona kilichotokea. Kwa hiyo kwenye mpira matokeo yanaweza kubadilika muda wote. Sio. Shukrani sana. Tutaungana tena hapo baadaye kuona mengine ambayo tutakuwa nayo. Kikosi cha timu ya taifa ya wanawake ya Tanzania chini ya umri wa miaka 17 Serengeti Girls kimeondoka leo kuelekea kule Zanzibar tayari kwa maandalizi ya kucheza na Afrika Kusini Mei 23 mwaka huu katika uwanja wa Amani visiwani humo. Hii ni kuwania kufuzu fainali za kombe la dunia. Afisa habari wa TFF Clifford Marion Ndimbo amezungumzia maandalizi ya kikosi hicho kuelekea mchezo huo. Timu yetu ya taifa chini ya miaka 17 wasichana Serengeti Girls wameondoka leo kuelekea Zanzibar kwa ajili ya mchezo dhidi ya Afrika Kusini, mchezo wa kufuzu kombe la dunia. Mchezo utachezwa tarehe 23 kwa maana ya Jumamosi kwenye uwanja wa Amani Zanzibar. Huo ni mchezo wa kwanza, na mchezo wa pili tutarudiana nao wakiwa nyumbani kwao. Tunaamini kwamba kikosi hiki pia kama ambavyo kimefanya vizuri kwenye mechi zilizopita, tunaamini pia katika mchezo huu dhidi ya Afrika Kusini timu hii itafanya vizuri, kwa sababu tunayo nia ya kuhakikisha kwamba kikosi hiki pia nacho kinafuzu kucheza kombe la dunia. Wakati timu mbili tayari zimekwisha fuzu kwa maana ya Tanzanite Queens pamoja na Serengeti Boys, tunaamini kwamba tutapata timu nyingine ya 3 kuweza kufuzu kwenye kombe la dunia. Tumekamilisha hivyo nusu saa ya kwanza ya mshike mshike hii leo, lakini miongoni mwa wale ambao nitakuja kukujuza kwenye nusu saa ya pili ya kipindi hiki ni pamoja na haya. Serengeti Boys kufuzu kombe la dunia ni kengele kuongeza uwekezaji soka la vijana. Na Fiston Mayele aitwa kikosi cha DR Congo kitakachoshiriki kombe la dunia mwaka huu 2026. Ni mshike mshike, endelea kwa nasi usiondoke. Asante kwa kuendelea kwa nasi. Huu ni mshike mshike. Baadhi ya wajumbe wa kamati tendaji ya shirikisho la soka Tanzania TFF wamesema kufuzu kwa Tanzania kwenye michuano ya kombe la dunia kwa vijana ni kengele ya wito kwa serikali na wadau kuongeza juhudi za uwekezaji na kuibua au kuendeleza pia vipaji vipya kwa vijana. Wajumbe hao wamesafiri hadi Rabat, Morocco kuiunga mkono timu ya vijana wenye umri chini ya miaka 17 inayoshiriki kombe la Afrika. Wakizungumza na Azam Sports kwenye viunga vya jiji hilo, wajumbe hao licha ya kuipongeza timu hiyo wamesema njia pekee inayofaa kuwaenzi
ni pamoja na serikali kuendelea kuboresha miundombinu itakayosaidia kuzalisha vijana wengi zaidi wenye vipaji vikubwa. Habari zaidi na Innocent Alois kutoka Rabat, Morocco. Vijana wa Tanzania Serengeti Boys kuwatandika Angola magoli 3-0. Leo hii kwa mujibu wa ratiba za kocha wamepumzika ili kujiweka sawa kwa ajili ya maandalizi ya mchezo unaofuata dhidi ya Mali. Lakini katika pitapita zangu kwenye mitaa ya Saleh hapa Rabat, nimepata nafasi ya kuzungumza au kukutana na Watanzania ambao walikuja kuiunga mkono timu hii. Si wengine ni baadhi ya wajumbe wa kamati tendaji ya TFF. Mimi nafarijika sana kwa sababu hawa vijana niko nao siku nyingi. Tuko nao Tanga pia, bahati nzuri niko nao kwa sababu mimi mwenyewe pia naishi Tanga, na haya ni mafanikio ambayo yamekuja sio ghafla, ni mafanikio ambayo yameandaliwa. Ni kipindi kirefu watu wakizungumza Mnyanjani na Kigamboni, watu wanaona kama story. Hasa hii ndio faraja yenyewe ya kuonekana kwamba watu waliandaa mambo ambayo sasa faida inaonekana, na hii faida ni ya nchi. Kwa hiyo ni faraja kubwa, ni jambo la kujivunia sana sana sana. Kwa hiyo tushukuru Mwenyezi Mungu kwa TFF, tushukuru Mwenyezi Mungu kwa serikali yetu. Ni mambo ya kujifunza na sisi kwa njia zetu kutumia serikali yetu na TFF kwa ujumla ushirikiana kupata facility hizo, mafanikio yatakuwa makubwa zaidi. Sifa inapota watoto ikitajwa Tanzania ni among them tu, ni kwamba watu wako wengi. Wale watoto wanacheza 11 pamoja na mareserve wao na nini, jumla 20-23. Lakini tunapozungumza pale tunakwenda pale kwamba tunazungumzia Tanzania, hatuzungumzi vijana mmoja mmoja. Kama tutafanikiwa kuwakumbatia vijana hawa, tunakuja kuwa na Tanzania ni taifa la mpira wa miguu lenye uwezo mkubwa sana katika bara la Afrika na nje ya bara la Afrika, kwa sababu wanacheza mpira ambao mimi katika maisha yangu katika mpira wa miguu sijawahi kuona uchezaji wanaocheza wa mpira wa vijana. Na niombe wa Tanzania, tunakwenda kucheza hatua ya robo finali, lakini tukiwa tumeshafuzu kuingia kombe la dunia, lakini kamwe hatutosita kushinda mechi hii. Tumejipanga kushinda katika mashindano hayo kila mchezo unaotukaribia. Kwa tunaomba support ya Watanzania, tunaomba Watanzania kuitambua timu hii ya soka la vijana chini ya umri wa 17 kama ni maandalizi ya timu ya taifa ya Tanzania katika mashindano yanayokuja hapo baadaye. Kituo kinachofuata kwa vijana wa Serengeti Boys ni mchezo wa kombe la mataifa ya Afrika dhidi ya vijana wa Mali. Mchezo utakaochezwa siku ya Jumatano ya tarehe 20 juma hili katika uwanja wa Mohamed wa Sita hapa Rabat nchini Morocco. Mimi ni Innocent Alois wa Azam Sports. Nao baadhi ya watangazaji wa soka wa kituo cha runinga cha Azam TV wameeleza walivyojiandaa kutangaza mechi 104 za kombe la dunia mwaka 2026, wakisema wamejiandaa vilivyo kuhakikisha wanatoa burudani nzuri kwa wapenzi wa soka nchini. Maandalizi yako vizuri mpaka wakati huu na yanaendelea kwa sababu bado kuna update ya vitu vingi. Kuna baadhi ya timu bado hazijatangaza vikosi vyao mpaka kufikia siku husika, lakini maandalizi ni mazuri na nimepokea kwa moyo mkunjufu taarifa hii. Kwa hiyo kikubwa ni kwamba afya. Niwaambie tu watazamaji wetu wa Azam TV watapata burudani ya vitu vingi, watapata historia za timu nyingi na wachezaji, lakini pia kwa sanaa ya utangazaji mpira, sanaa tofauti. Kwa hiyo kwa upande wangu niko vizuri kabisa kwa mechi za finali za kombe la dunia ambazo zitafanyika Marekani, Mexico na Canada. Nao baadhi ya wachambuzi wa soka kutoka Dar es Salaam wameipongeza Azam TV kwa kupata haki za kuonyesha mechi zote 104 za kombe la dunia mwaka 2026, wakisema itaongeza utulivu na amani, hasa mechi zinazoruka nyakati za usiku. Ni habari njema kwa sababu watu wana nafasi sasa ya kupata burudani hii wakiwa hapo majumbani mwao, kwa maana kwamba nyumbani, na hasa pia ukizingatia muda wa mechi nyingi ni saa 4, kuna mechi ambazo zinachezwa saa 7 usiku, kuna mechi za saa 8, kuna mechi za saa 10 alfajiri. Kwa hiyo mtu unakuwa upo huru na mazingira ya nyumbani. Kikubwa tu ni wewe kuweka tu alamu yako, unaamka unatazama mechi ukiwa upo nyumbani. Yani kwa shilingi 28,000 tu. Sidhani kama kwenye historia huko nyuma watu wamewahi kutazama fainali za kombe la dunia kwa gharama nafuu kwa kiwango hichi. Binafsi nimefarijika sana kwa sababu tunakwenda kuokoa mambo mengi sana ambayo yangeweza yakatokea nyakati za kombe la dunia, kama vile watu kutoka usiku wa manane kwenda kutazama mechi katika kumbi tofauti tofauti, lakini kwa kutumia kisimbuzi chako cha Azam TV na kwa bei ya shilingi 28,000 unakwenda kutazama moja kati ya kombe la dunia bora zaidi, kwa sababu
idadi ya timu imeongezeka kutoka timu 32 mpaka timu 48. Imagine michezo 104 yote unakwenda kuitazama kwa gharama ya shilingi 28,000 tu. Kituo cha Azam TV pia kimepongezwa na baadhi ya mashabiki wa soka kutoka Dar es Salaam kwa kupata haki za kuonyesha mechi zote 104 za Kombe la Dunia. Mashabiki hao wameendelea kuonyesha imani kubwa na matarajio yao makubwa ya kupata burudani nzuri kutoka Azam TV. Ili jambo kama lilivyo kubwa lichukuliwe kwa ukubwa wake, twende tukaionyeshe dunia kwa Azam TV tumefika Marekani na washabiki wake. Kwa ukubwa wa Azam, kwa namna ambavyo wamejiweka sawa, wamejiimarisha, naamini kila mchezo utakaokuwa unakwenda kuruka hewani World Cup, naamini tutakuwa tunauona na tutaufuatilia vizuri na tutanufaika sana, na naamini wachezaji wengi hata wa timu zetu za taifa na virabu vyetu na wao pia watanufaika na wataendelea kufuatilia mechi 104 za Kombe la Dunia, kwamba Azam kweli amedhamiria na amejipanga kwamba yeye anataka kwenda kiukubwa zaidi, dunia iweze kutambua. Unajua miaka ya nyuma tunapokuwa tunazungumza Kombe la Dunia tunakuwa tunasikiliza kwenye redio, tulikuwa tuna baadhi ya vingamzi vichache ambavyo vilikuwa, lakini leo tunavyozungumza Azam anaenda kuweka dunia kiganjani mwako. Umeona? Leo unaenda kushuhudia mechi 104 kupitia Azam TV. Lakini kikubwa nawaambia wa Tanzania, kama wamejitokeza kampuni ya Kizalendo kutupa support wa Tanzania, tuna haki ya msingi na wao kuwapa nini? Support katika hilo. Tulikuwa tunaona sisi baadhi ya mechi nusu nusu. Mara utasikia nusu finali au finali uoni. Si ushelewa. Ila Azam TV mwaka huu wanaenda kutuonesha mechi zote za Kombe la Dunia. Hili kwanza mimi nawapa big up. Naam, leo nizungumze na Philip Nkini kwa mara nyingine kuhusiana na hilo. Bwana Philip, karibu tena kwa mara nyingine. Mechi 104 zote live kwenye kisimbuzi cha Azam TV, finali za Kombe la Dunia kuanzia mchezo wa ufunguzi Mexico na Afrika Kusini. Alhamisi itakuwa Juni 11. Ya, kwanza ni pongezi. Na mimi nipite kwenye pongezi kama wengine ambao wamepongeza kuhusiana na Azam TV kuonesha mashindano. Kulikuwa kuna maswali mengi sana mtaani. Kuna mechi zingine ni saa 8 usiku, zingine ni saa 9, tutaendaje kutoka kwenda kuangalia. Kwa sasa hivi na maana watu wengi watapata nafasi ya kuangalia nyumbani kwao. Na nafikiri ni rekodi pia kwa nchi yetu kwa TV ya Kizalendo kupata nafasi hii ni jambo la kupongeza sana. Michuano ya World Cup kama unavyoona Mexico na Afrika Kusini na turudishia ile historia ya nyuma. Kwamba ni mataifa ambayo alishakutana kwenye Kombe la Dunia. Afrika Kusini wanarudi wakiwa wamekosa nafasi hapo katikati kwa muda mrefu. Kwa watahitaji kuwaonesha Afrika kwamba wanaanzaje kwenye mashindano ya Kombe la Dunia kwa sababu wao ndo wanaofungulia. Nakumbuka finali pia ambazo waliandaa Afrika Kusini wenyewe ndo walifungua pia mashindano. Kwa hiyo ni nafasi sasa ya kuonesha kwamba Afrika wamejiandaa kiasi gani kwenye mashindano haya. Najaribu kuangalia ukubwa wa mashindano kufunguliwa Mexico, kumbukumbu ambazo mchezo huu umebeba na hisia. Pasi na shaka ni miongoni pengine mwa mechi bora za ufunguzi kwenye michuano hii kwa karne za hivi karibuni, sio? Ni mechi bora na ndo mechi ambayo inazungumziwa sana, lakini kwa Afrika inakuwa bora kwa nini? Kwa sababu ni moja kati ya mechi ambao Afrika Kusini ni taifa ambalo linaenda na wachezaji wengi zaidi ambao wanacheza soka ndani ya bara la Afrika. Kwa hiyo itawafanya watu wengi zaidi wataendelea kufuatilia, lakini ukumbuke pia wanatoa wachezaji wengi pia kwenye kikosi cha Mamelodi ambacho pia kinashiriki michuano ya ligi ya mabingwa Afrika ambao pia Azam TV wanaonyesha kwao. Ni wachezaji ambao ni familia kwenye nyuso za mashabiki wengi. Pamoja na kwamba Mexico ni timu kubwa na ni wenyeji, ina maana hapa anakwenda anacheza mwenyeji wa Kombe la Dunia mwaka 2010 na mwenyeji wa Kombe la Dunia mwaka 2026. Kwa hiyo ni mechi ambayo ina maswali mengi, lakini pia kwa wale ambao wanataka kuangalia burudani, nafikiri burudani inaanzia hapa. Sio? Haya, nakumbuka Peter Drulle alisema goal for Shabalala, goal for South Africa, goal for Africa. Tusubiri tuone mambo itakuwa vipi. Tusubiri tuone kama je Afrika tutakuwa wa kwanza kufunga goli la kwanza kwenye finali hizi ama la. Shukrani sana. Sana. Naam, ni Philip Nkini, mchambuzi wa masuala ya soka, nikizungumza naye kuhusiana na kile ambacho kitakujia hivi karibuni kupitia kisimuzi cha Azam TV. Lakini wakati haya naendelea nikukumbushe finali hizi utazishuhudia kwenye kisimuzi cha Azam TV kwa lugha mbili, Kiingereza pamoja na Kiswahili. Kuanzia kwenye uchambuzi, kutakuwa na uchambuzi wa lugha ya Kiingereza pamoja na Kiswahili, pamoja pia na utangazaji. Kutakuwa kuna mechi ambazo zitatangazwa, mechi zote zitatangazwa kwa lugha mbili, Kiingereza pamoja na Kiswahili. Kwa nafasi ni ya kwako, utakuwa ni wewe tu na remote control yako. Unabonyeza audio, unaenda kwenye option ya lugha ambayo unahitaji. Udi mshike, tuendelee kuangazia mengine ambayo tunayo mezani hii leo baada ya hilo ambalo nimekujuza kutoka kwenye yale ambayo tutakuletea mapema mwezi ujao kuanzia tarehe 11 live Alhamisi kwenye kisimuzi cha Azam TV.
tuta take off. Tukiukia masumbwi sasa, ambapo kamisheni ya ngumi za kulipwa Tanzania TPBRC imewasihi mabondia, waamuzi, walimu wa mabondia na wadau wa ngumi kuhakikisha wanajisajili kupata leseni za kamisheni hiyo ambayo itawasaidia kutambulika rasmi na kuondokana na changamoto mbalimbali. Hayo yameelezwa na kaimu katibu wa TPBRC Nsajigwa Golden alipokutana na wadau wa mchezo huo wa ngumi mkoani Morogoro. Tunaandaa mafunzo mbalimbali kwa ajili ya kuweza kuwapa marefa mabondia, lakini tumeingia makubaliano na watu mbalimbali ikiwemo kamisheni ya ngumi za kulipwa Dubai kwa ajili ya kuweza kutupatia vifaa mbalimbali zikiwemo gloves na ulingo kwa ajili ya mabondia. Na moja kati ya changamoto kubwa ambayo tumeipata mkoa wa Morogoro, tumeambiwa ni kwamba hawana ulingo lakini pia na vifaa. Sasa tumeendelea kutafuta wadau wakiwemo serikali na kama nimesema kamisheni ya ngumi za kulipwa Dubai kwa ajili ya kupata hivyo vifaa. Tuwaombe tu wana mkoa wa Morogoro watuunge mkono, waunge mkono serikali, lakini watuunge mkono kamisheni ya ngumi za kulipwa. Ngumi iwe kila mwezi, tuwe na ringi, tuwe na vifaa, tuweze kupiganisha ngumi kila mwezi kupata vipaji. Na naamini na ni ukweli kwamba Morogoro ina vipaji vingi sana vya ngumi, mpira na michezo mingine, isipokuwa vifaa havifiki kwa wakati. Maelekezo tumeyapokea kama makocha na wadau wengine na tunaenda kuyafanyia kazi. Na tumeahidiwa vingi kwamba mama atatupa ringi ya mkoa wa Morogoro. Tunasema mama umetisha sana. Tunaamini mama ringi itafika na itafika kweli, maana sijaona umeahidi kitu na kama hakijatelekezeka. Mabondia wanatakiwa kujisajili kwa sababu fursa ziko nyingi. Bila kujisajili watu hawawezi kujua kama wewe ni bondia. Kwa hiyo tunatakiwa tujisajili, ufanye mazoezi kwa moyo mmoja na ujisajili ili fursa inapokuja, sometimes inakuja fursa bila taarifa kwamba kesho kutwa au lini unaweza kupewa fursa ya kustukizwa. Kwa hiyo fursa inapokuja tunatakiwa uitumie. Tuwatazame wakata upepo sasa. Mbio za viwango za marathon zinatarajiwa kufanyika Jumamosi hii ya Mei 23 katika viwanja vya Leaders Dar es Salaam. Lengo likiwa ni kuadhimisha miaka 50 ya TBS pamoja na kurudisha kwa jamii kwa kutoa misaada katika hospitali mbalimbali nchini. Kila jambo ni maandalizi. Ni maandalizi ambayo yameanza tangu mwaka jana. Watu walipewa taarifa kupitia vyombo vya habari, lakini pia mitandao ya kijamii ambayo TBS inaitumia. Kwa hivyo kuna linki ambayo imekuwa ikisambazwa ili watu waweze kujisajili, na kiingilio au ushiriki wa marathoni hii ni shilingi 30,000 kwa kila mshiriki. Kwa hiyo maandalizi yanaendelea na watu wanaendelea kulipia na mwamko ni mkubwa sana. Kwa hiyo ni tamaa yetu au ni matumaini yetu hakuna mtu ambaye ni mdau wa mbio atakosa katika marathoni hii, kwa sababu ni marathoni kubwa sana, na shirika la viwango kama jina lake lilivyo tumejiandaa vizuri sana kuwa hosti watu wote ambao watakuja kushiriki nasi hiyo marathon. Huu ni Mshike, endelea kuwa nasi, usiondoke. Asante kwa kuendelea kwa nasi. Huu ni Mshike. Timu ya mpira wa kikapu ya Dar City ambayo imeweka kambi yake nchini Dubai inataraji kurejea nchini wiki hii tayari kwa mashindano ya Afrika ambapo yatafanyika nchini Rwanda. Wadau wa mchezo huo wameipongeza timu hiyo mara baada ya kuonyesha kiwango bora nchini Afrika Kusini, huku wakiitakia kila laheri katika kuelekea kwenye michuano hiyo nchini Rwanda. Ni kitu kikubwa sana kuwa katika timu 8 bora Afrika, kwa sababu kuna timu nzuri kongwe za basketball, lakini this time hazikuweza kuingia, lakini timu yetu ya Dar City imeweza kuingia. Kwa kweli ni kitu ambacho ni fahari kubwa sana. Kwa hiyo tunawasifia waliotengeneza Dar City na Watanzania wanaoiunga mkono. Tunategemea watashiriki vizuri, kwa sababu wamiliki wa timu ya Dar City walisema baada ya kuona mashindano yale ya Afrika Kusini alivyo, kuna kitu wamejifunza. Kwa hiyo na inaruhusiwa kubadilisha wachezaji au kuongeza. Kwa hiyo walikuwa na mpango wa kuongeza wachezaji wengine, kitu ambacho kitafanya tena iwe kwenye ushindani mkubwa. Made us so proud. Yani hamna timu iliyowahi kufika huko na wao wameweza kufika huko. Kwa mimi ni step kubwa yani sana. Kwa kweli wame represent Tanzania in a bigger way. So hata players wetu wame represent in a bigger way. Kwa hiyo sisi we are so proud and so happy for Dar City kwa kweli. Congratulations to Dar City for making it to the next level. The competitions were a bit tough, but they managed to do their best.
So as they're proceeding, just wishing them all the best, and they put their first foot forward and go and compete. I know they'll manage to win. Na kwingineko, meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Young Africans Ally Kamwe anatarajiwa kuwa mgeni rasmi katika fainali za Wireless Cup kwa upande wa Mbinga Vijijini zitakazofanyika Mei 25 mwaka huu. Tunaelekea katika fainali sasa ya Wireless Cup kwa upande wa Mbinga Vijijini, ambapo tunaelekea na tunatarajia kuikamilisha siku ya tarehe 24 ya mwezi wa 5 mwaka 2026. Nipo hapa leo kwa ajili ya kumtangaza sasa rasmi mgeni rasmi ambaye tutakuwa naye katika mchezo huo wa ufunguzi wa ufungaji wa mashindano yetu, na niseme tu kama mgeni rasmi ambaye tutakuwa naye katika mchezo wa fainali ya Wireless Super Cup kwa upande wa Mbinga Vijijini atakuwa ni msemaji wa klabu ya Young African ambaye anaitwa Ally Shaban Kamwe. Yeye ndiyo atakuwa sasa mgeni rasmi katika ufungaji wa ligi yetu ya Wireless kwa upande wa Mbinga Vijijini. Sisi kama Wireless tumejiandaa vya kutosha kumpokea, na mapokezi yataanzia kwa maana ya Songea mara baada ya kuteremka kutoka katika uwanja wa ndege wa Songea. Kwa hiyo baada ya kutoka katika uwanja wa ndege wa Songea ataondoka na msafara kuelekea katika wilaya ya Mbinga, na baadaye kuelekea sasa katika maeneo hayo ya Lukanzauti huko Mapera kwa ajili sasa ya kushuhudia mtanange mzima wa fainali. Na magwiji wa soka kutoka barani Afrika, Max-Alain Gradel wa Ivory Coast, William Troost-Ekong wa Nigeria, Essam El Hadary wa Misri na Treso Mabi Mputu wa DRC wataongoza kwenye draw ya upangaji wa michezo ya kufuzu fainali za AFCON 2027. Draw hiyo itafanyika Jumanne ya Mei 19 mwaka 2026 kwenye makao makuu ya shirikisho la soka barani Afrika CAF jijini Cairo nchini Misri kuanzia saa 9 kamili alasiri na kuonyeshwa mbashara kupitia kisimbuzi chako cha Azam TV katika chaneli ya Azam Sports 2 HD. Timu takriban 48 zinataraji kupangwa kwenye makundi 12 huku timu mbili za mwanzo wa kundi zitafuzu kushiriki kwenye fainali za AFCON 2027 zitakazoanza Juni 19 mpaka Julai 17 mwakani kwa ushirikiano wa Kenya, Tanzania na Uganda. Tugeukie kikapu sasa. Nyota wa Shai Gilgeous-Alexander amekuwa mchezaji wa 14 kwenye historia ya ligi ya kikapu Marekani ya NBA kwa kushinda mara 2 mfululizo tuzo ya mchezaji mwenye thamani kubwa kwenye ligi hiyo, yani MVP kwa msimu huu. Gilgeous-Alexander mwenye umri wa miaka 27 amefikia rekodi ya nyota wa Denver Nuggets Nikola Jokic aliyeweka rekodi hiyo mwaka 2021 na mwaka 2022 sambamba na mlinzi wa Golden State Warriors Steph Curry ambaye aliweka rekodi hiyo mwaka 2015 na 2016. Shai Gilgeous-Alexander ameshinda tuzo ya NBA yani MVP kwa msimu huu baada ya kuwashinda Nikola Jokic aliyeshika nafasi ya pili pamoja na Victor Wembanyama wa San Antonio Spurs aliyeshika nafasi ya 3. Mbali hilo pia, klabu ya Real Madrid ya Hispania imetangaza rasmi kuwa nahodha wake Dan Carvajal ataondoka ndani ya viunga vya Santiago Bernabeu mwisho wa msimu mwaka 2025-26. Carvajal mwenye umri wa miaka 34 alikuzwa kwenye timu ya vijana ya Real Madrid maarufu kama Le Fabrica kabla ya kuelekea Bayern Leverkusen ya Ujerumani kwa mwaka 2012 na kisha kurejea msimu uliofuata ndani ya Bernabeu. Ameitumikia Real Madrid kwenye michezo 450 na kushinda mataji 27 huku rais wa klabu hiyo Florentino Perez amemtaja kuwa miongoni mwa magwiji na alama ya Real Madrid. Na lingine kubwa ni hili, mshambuliaji wa Pyramids Fiston Kalala Mayele amejumuishwa kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Kongo kwenye nyota 26 ambao wataunda kikosi hicho cha DRC maarufu kama The Leopards kitakachoshiriki fainali za kombe la dunia mwaka 2026. Mayele ambaye ni mchezaji wa zamani wa Young Africans mwenye umri wa miaka 31 ambaye ni mshindi wa tuzo ya mchezaji bora wa shirikisho la soka Afrika kwa wachezaji wa ndani mwaka 2025 anakuwa mchezaji pekee kutoka barani Afrika kujumuishwa kwenye kikosi cha kocha Sebastien Desabre. DRC inarejea kwenye fainali za kombe la dunia baada ya miaka 72 tangu washiriki kwenye fainali hizo mwaka 1974 huku kwenye fainali za mwaka huu wakiwa wamepangwa na Ureno, Colombia pamoja na Uzbekistan. Tukamilisha japo kwa muhtasari wa kukujuza miongoni mwa yale ambayo tulikuwa nayo hii leo tukiwa tunakamilisha ni pamoja na haya.
Nusu fainali kombe la shirikisho la CRDB Bank kupigwa katika dimba la Sheikh Amri Abeid na CCM Kirumba kule Mwanza. Wananchi Young Africans wajipanga kuitoa Azam FC na kutinga fainali ya kombe la shirikisho la CRDB Bank. Na Treso Mputu Mabi kuongoza draw ya upangaji wa mechi za kufuzu AFCON 2027. Ulimshike mshike kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo haya. Mimi ni Kennedy Moses. Uwe na usiku mwema.